Mungu wetu, asante tena kwa kutuleta siku nzuri ya Bwana leo. Asante kwa uwepo wako ambao umetanda pale hapa. Karibu Roho Mtakatifu katika yale yote unayokwenda kusikiliza. Pasipo wewe kutufunulia, hatuwezi kuelewa maneno yako. Ulimwambia Petro, damu na nyama hazikufunulia hili, ila Baba wa mbinguni. Hatuwezi kuelewa maneno yako kwa damu na nyama. Tufunulie basi neno lako leo, ili ipate kuwa faida kwetu, katika jina la Yesu. Amen. Somo letu la leo lina kichwa kubatilisha mamlaka kwa uasi. Kubatilisha mamlaka kwa uasi. Kubatilisha mamlaka kwa uasi. Tangu mapema kabisa, mwanzo kabisa wa uumbaji, Mungu alipomuumba mwanadamu, alimkusudia awe mtawala. Alimpa mamlaka ya kutawala na kuvifanya vyote viwe chini yake. Kuvifanya vyote vimtii mwanadamu, avitiishe, manake vyote vingine vimtii. Kumbuka nyakati hizo Shetani anatajwa uje kwa umbile la nyoka. Kwa hiyo inazungumza sasa hapo kwamba hata nyoka amtii mwanadamu. Hata Shetani na majeshi yake yamtii mwanadamu. Akapewa utawala. Mwanzo sura ile ya kwanza. Mstari ule wa 27 tunasoma moja kwa moja mpaka mstari ule wa 28. Mwanzo 1:27 mpaka 28. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Na hilo kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Shetani, mapepo, nao ni viumbe ambavyo vinakwenda juu ya nchi. Kwa hiyo
mwanadamu akawa mtawala, akawa na mamlaka ya kutawala, na viumbe vingine vyote vikawekwa kumtii. Sasa mamlaka hii iliendelea kuwa juu ya mwanadamu wakati alipokuwa anamtii Mungu na kufanya mapenzi yake. Sasa ili shetani aondoe mamlaka au aifanye mamlaka aliyonayo mwanadamu kuwa batili, au ili aibatilishe mamlaka aliyokuwa nayo mwanadamu dhidi yake, akaona njia pekee ni kumfanya aasi, ni kumshawishi kuasi. Akisha kubali tu uasi ukaingia ndani yake, basi shetani akajua ile mamlaka itaondoka kwake. Shetani hapo mwanzo alikuwa ni malaika mkuu mbinguni, alikuwa na mamlaka mbinguni, lakini aliporuhusu tu uasi, mamlaka yake yote aliyokuwa nayo, nafasi yake kama malaika mkuu mbinguni iliondolewa mara moja, akatupwa chini yeye, malaika zake wote walioasi pamoja naye. Badala ya malaika mkuu mbinguni akawa ni shetani. Kwa hiyo shetani akajua akisha mshawishi Adamu na Hawa kuasi, alafu wakakubali kumbatia uasi katika maisha yao, basi kule kuwa chini yao kutaondoka. Na uasi ni namna yote ile ya kudharau mamlaka, kutoka kulitendea kazi neno la mamlaka iliyo juu. Na hapa Mungu mwenye mamlaka kuu alitoa maagizo kadha wa kadha kwa mwanadamu, na nyoka na Ibilisi ambaye anaitwa za nyingine joka wa zamani, akaja kumshawishi, kuwashawishi wanadamu hawa wa kwanza uliasi lile neno la Mungu ambalo aliwaagiza. Walipokubali tu uasi, tayari ile mamlaka ikaondoka kwao, wakatupwa na kutolewa kwenye bustani ya Edeni. Katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 kuendelea, labda tukisoma mpaka mstari ule wa 6 wa kwamba wakati Mwanzo 3:1 mpaka 6 tunasoma, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo ulivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani?
Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani mtu aweze kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Wote ni ushawishi wa kumfanya mtu waasi. Hata kupata hayo, sio lazima utendee kazi neno la Mungu kama lilivyo. Uwe huru, chukula chochote unachotaka, hakuna shida. Badala ya matatizo utapata starehe nyingi. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Mwanamke akashawishika, akamshawishi na mumewe, naye akashawishika akala. Basi hiyo mamlaka waliokuwa nayo ikaondoka, utawala waliokuwa nao ikaondoka. Na tangu wakati huu wakamfanya shetani kuwa mtawala. Yule anayemtii basi anakuwa chini yake tayari. Maandiko yanasema katika Warumi 6 Warumi 6 mstari ule wa 16. Warumi 6:16. Amjua kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Nasema wote, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Tena ndio, ukiamua kumtii Ibilisi basi unakuwa chini yake, unakuwa mtumwa wake. Huwezi kumtawala. Mtumwa ni kinyume cha mtawala. Huwezi kumtawala yule ambaye umeamua kumtii. Yeye ndio unakuwa, kwa sababu umemtii, unakuwa umempa yeye utawala. Umejitoa nafsi yako mwenyewe kumtii, kwa hiyo unakuwa umempa sasa yeye utawala. Katika waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari ule wa 19, ukisikia mtu yeyote anakuambia juu ya uhuru, anatangaza uhuru kwamba tunaweza kuvaa vyovyote tunavyotaka kuvaa tu, tunataka tuwe huru. Uhuru, acha mambo ya kuwa kwenye kongwa. Uhuru wa namna hiyo hauna tofauti na ule uliotangaziwa Adamu na Hawa. Unaweza kula tunda lolote tu, hakuna shida. Uhuru wetu ni uhuru ulio mbali na dhambi, sio uhuru wa kufanya dhambi. Kabla hajasoma hapo katika Petro, turudi katika Warumi
Warumi 6 mstari ule wa Warumi 6 mstari ule wa 17 mpaka mstari ule wa 18, alafu mstari wa 22. Warumi 6:17 mpaka 18, alafu tutasoma mstari wa 22. Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na nini? Na dhambi. Huo ndio uhuru wa Biblia. Huo ndio uhuru wa Kikristo. Tunakuwa na uhuru mbali na dhambi. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Mstari 22. Lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na nini? Na dhambi, na kufanya watumwa wa Mungu mnayofurahia. Tumewekwa huru mbali na dhambi. Tulikuwa watumwa wa dhambi, sasa tumewekwa huru mbali na dhambi. Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Ule ni uhuru mbali na dhambi. Anakuja na kutuweka huru mbali na utumwa wa dhambi. Ndio ule uhuru. Pale alipo Roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Inazungumzia uhuru huo. Tunakuwa huru mbali na dhambi. Dhambi ilikuwa inatufunga, uasherati unatupelekesha tu, ulevi unatupelekesha, tunajikuta tunakunywa pombe mpaka tunawasahau watoto. Ulikuwa utumwa wa dhambi. Lakini tumewekwa huru mbali na dhambi. Lakini baada ya kuwekwa huru mbali na dhambi, tumekuwa watumwa wa Mungu, watumwa wa Kristo. Kristo ni mtawala wetu. Anachotuambia hatuna mjadala nacho, ni mtawala. Tunatii. Mtu yote akija kutuahidia uhuru, halafu tukakubali, tukishindwa, tunakuwa sasa watumwa wa yule anayekuwa ametushinda. Ndio sasa waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 19 inazungumzia watu hao. Waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 19, wakiwaidia uhuru, nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu, huwa mtumwa wa mtu yule. Tuseme wote, hiyo ndio kanuni. Maana mtu akishindwa na mtu, sema hivi, huwa mtumwa wa mtu yule. Ndio walivyoshindwa tu na Shetani, basi wakawa ni watumwa wa Shetani. Hawawezi kumtawala tena, wakawa ni watumwa wake. Hawana mamlaka tena dhidi yake. Shetani akawa na mamlaka juu yao kwa sababu wamemtii. Sasa akaje Yesu kama Adamu wa pili. Adamu wa pili ni mmoja tu, Yesu Kristo. Kama jamaa mmoja nasikia anajiita naye Adamu wa pili. Adamu wa pili ni kichekesho. Yesu alikuja peke yake kama Adamu wa pili, au mtu wa pili kutoka mbinguni. Yule wa kwanza alishindwa na Shetani. Ikabidi katika mpango wa Mungu wa kutuokoa na kuturudishia mamlaka, aje Yesu kutusaidia. Akaja tena kama Adamu wa pili, au mtu wa pili kutoka mbinguni, baada yule mtu wa kwanza wa udongo kushindwa na Ibilisi. Katika Wakorintho sasa wa kwanza sura ile ya
Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 45 mpaka mstari ule wa 49. Wakorintho wa kwanza 15 45 mpaka 49 tunasoma. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu, ndio Adamu wa kwanza, akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho anaitwa Adamu wa mwisho, au vile vile Adamu wa pili ni roho yenye kuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye uje ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni udongo. Mtu wa kwanza ndio Adamu, atoka katika nchi, ni udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni, ndio Yesu Kristo. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake ile udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Tunapokuwa tumeokoka, tunakuwa tumechukua sura yake yule aliye wa mbinguni. Huyo ndio Adamu wa pili. Yeye akaja, na alipokuja katika Mathayo sura ile ya 4 kuanzia mstari wa kwanza, akaanza naye kujaribiwa juu ya chakula. Ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, badilisha mawe haya kuwa mikate. Lakini yeye hakukushawishika. Ushawishi wote wa shetani kutaka atii maneno ya Ibilisi uligonga mwamba kwa Yesu, ambaye ni Adamu wa pili. Akamwambia mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kila alijaribu kushawishi alishindwa, mpaka shetani, Biblia inasema, akamwacha akaenda zake baada ya kushindwa, kwamba huyu hashawishiki kama alivyowashawishi Adamu na Hawa. Kwa sababu Adamu wa pili alimshinda shetani kwa niaba yetu, akatwaa yale mamlaka kutoka kwa shetani ili kuturudishia. Ndipo akasema, nalimwona shetani akianguka kutoka juu mbinguni kama nini? Kama umeme. Alikuwa juu, manake mwenye mamlaka anakuwa juu. Alikuwa juu na sisi chini, lakini akamtungua kutoka kule juu, akaanguka na mamlaka yake akaipokonya, alafu akatupa sisi. Nimemwona akianguka kutoka juu mbinguni kama umeme. Alafu pale anasema nimewapa amri kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Nimemwona akianguka. Sasa baada ya kuanguka anatupa amri. Amri inatokana na neno la Kiyunani exousias, ambalo lina maana Kiingereza delegated authority. Nimewapa mamlaka, tungeweza kusema neno zuri zaidi. Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna chochote kitakachowadhuru, kwa sababu ile mamlaka mliopokonywa sasa ninawarudishia. Mimi nimemkabili kwa niaba yenu, nimemshinda, na sasa mamlaka ile nimeichukua, kwa sababu hajanishinda mimi, nimemshinda. Kwa hiyo sijawa mtumwa wake. Kwa hiyo ninawapa nyinyi, kwa sababu nimepambana kwa niaba yenu. Akaturudishia mamlaka, akaturudishia utawala. Amen. Na akasema katika Luka 10 mstari wa 18, ile kuanzia mstari ule wa 17, tuseme hapo 17 mpaka 19, kwa muda mrefu mapepo walikuwa na wanyanyasa tu wanadamu. Lakini sasa akawatuma wanafunzi, akamwambia
wakemee pepo, wale pepo watatii, wakarudi wanafurahi. Hata pepo wanatutii kwa jina lako. Muda mrefu pepo walikuwa hawamtii mwanadamu, ilikuwa kitu kipya. Pepo walikuwa ndio watawala. Sasa wakaja wanafurahi. Mstari 17 mpaka 19, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, baada ya kuwa ameanguka, utawala wake nimeupromoa. Nimewapa amri, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Ukiwa na mamlaka hii, hakuna uchawi wa kukudhuru. Ukiwa na mamlaka hii, hakuna majini ya kukudhuru, hakuna shetani wa kukudhuru, kwa sababu ametiishwa chini yako. Wewe una mamlaka juu yake. Yeye sasa ndio yuko chini, sisi tuko juu. Amen. Viumbe wote wanaoenda wako chini yako, kama unavyokamata kuku tu unavyotaka. Kuku anakimbia, unamkamata tu, unamchinja. Kuku sasa hana tofauti na ibilisi. Wote ni viumbe ambavyo viko chini yako na yangu. Kama kuku alivyotiishwa chini yako, kama mbuzi alivyotiishwa chini yako, na ibilisi na mapepo yametiishwa chini yako. Umepewa amri, umepewa mamlaka, umepewa delegated authority, umepewa mamlaka ambayo yule ameichukua kwa sababu hakushindwa. Ameshinda kwa niaba yako na yangu, halafu ametupa ule ushindi. Amen. Katika yeye tumeshinda na zaidi ya kushinda. Ndio, hatukupigana sisi, lakini amepigana yeye kwa niaba yetu, halafu ule ushindi umehesabika ni wetu. Ni neema iliyoje! Kwa hiyo ukishaokoka tu, maana yake, ndio maana kuokoka lazima kuwe ni kuacha uasi. Katika waraka wa kwanza Yohana sura 3 mstari wa 4, Biblia inasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Ukifanya dhambi unafanya uasi, na ule uasi ukishakuwa ndani yako, tayari huwezi kumshinda shetani. Ile mamlaka unaibatilisha wewe mwenyewe, ile mamlaka uliopewa. Wenye dhambi wanaitwa watoto wa kuasi au wana wa uasi. Katika Waefeso sura ile ya 2, Waefeso sura ile ya 2, Waefeso sura ile ya 2, andiko tumekuwa tunalisoma tena na tena, na tusome tena leo. Waefeso 2 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 2. Waefeso 2:1 mpaka 2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Shetani
kwa maneno yasiyo na maana, kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi, yani wenye dhambi. Tunapokuwa tumetubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha na kuokoka, sasa tunaitwa watoto wa kutii. Tunaitwaje? Watoto wa kutii. Ndio waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Petro 1:14, kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Hapo mwanzo tulikuwa wajinga, tunamtii ibilisi, anatuambia tukafanya uasherati, tunaenda. Tukalewe pombe, tunaenda. Tukaibe, tunaenda. Na ndio maana akatunyanyasa apendavyo. Lakini sasa tumeamua kuwa watumwa wa Mungu, watumwa wa Kristo. Tunamtii huyu Bwana wetu Yesu. Ni watoto wa kutii. Kadiri unavyomtii Kristo, mamlaka yako inafanya kazi. Kwa hiyo mamlaka yako inaendelea kuweko maadamu wewe unamtii Kristo. Maadamu unaendelea kuwa mtoto wa kutii, mamlaka yako iko pale pale. Amen. Lazima ujijue, maadamu wewe unatii, uasi uko mbali na wewe, mamlaka iko juu yako. Wewe ni mtawala. Maadamu uasi uko mbali na wewe, lazima ujue wewe ni mtawala. Na shetani atake asitake, yeye ni mtumwa kwako. Ndio maana ukimwambia kwa jina la Yesu wewe toka, lazima aende. Mimi ni mtumwa, akasema yule mtu. Nikiambiwa nenda, ninaenda. Nikiambiwa njoo, ninakuja. Na vivyo hivyo, ukimwambia shetani nenda, lazima aende, kwa sababu ni mtumwa kwako. Amen. Kwa hiyo unaendelea kuwa mtawala maadamu uasi unakuwa mbali na wewe. Sasa hapo ndio mahali pa kuwa makini sana. Kwa hiyo ili shetani aibatilishe mamlaka ndani yako na yangu, anaanza kuja kukushawishi ukumbatie uasi ndani yako. Ukikubali tu kama Adamu na Hawa, ile mamlaka unaipoteza. Unakuwa umeibatilisha kwa wewe mwenyewe, unakuwa umeibatilisha. Ndio maana lazima tujichunge kuhakikisha hii mamlaka haiondoki kwetu. Tuwe mbali na kila namna ya uasi. Shetani ni baba wa uasi, anatushawishi tufanye uasi. Mungu hivi amesema hivi na hivi. Amesema inabidi kubatizwa katika maji tele, kufuata kielelezo cha Yesu, kama yeye alivyotuachia kielelezo. Imetupasa kufuata. Anasema baada ya kubatizwa, akasema katika kubatizwa kwa katika maji tele, akasema ndivyo imetupasa kufanya kuitimiza haki yote. Kwa hiyo tunafuata kielelezo chake? Hapana, sio lazima. Hata maji tu ya kunyunyiziwa yanatosha. Ukisikiliza hilo ukaishia kwenye maji ya kunyunyizwa, umefanya uasi. Uasi ni kukengeuka kwenda kushoto au kulia na kuliacha neno. Lile neno la Mungu ndio mstari. Dhambi, neno la Kiunani linaitwa hamatia, H-A-R-M-A-T-I-A, hamatia, ambalo maana yake katika Kiingereza missing the mark. Kuna mstari unakuwa umewekwa, mstari huo ni neno la Mungu. Tukikengeuka kwenda kushoto au kulia na kuacha mstari, tumeiacha njia, tumeliacha neno, tumefanya uasi. Na atakuja kukutushawishi, na anatuahidia uhuru wakati wote. Kilemba tu, kwani kilemba ni nini? Kilemba tu. Ujio huyu anataka kutuondolea mamlaka. Ukikubali tu kufuga uasi hapo,
unabatilisha mamlaka yako mwenyewe. Ni mume mmoja, mke mmoja, mpaka kifo kitutenganishe. Lakini Mungu anajua jinsi mwanamke yule alivyokukorofisha, yule mwanamume alivyokukorofisha mpaka ikawa yani hali ile. Sasa ungefanyaje? Ungekaa mwenyewe hivi? Ilikuwa lazima uwe huru kuoa au kuolewa, na nakutafutia hata na maandiko. Shetani huja kwa maandiko. Alimjia Yesu kwa kutumia nini? Maandiko. Akikwambia imeandikwa, na wewe mjibu imeandikwa. Amen. Usiruhusu uasi. Mume mmoja, mke mmoja, mpaka kifo. Ukiruhusu uasi, unaibatilisha mamlaka iliyo ndani yako mwenyewe. Kila neno likituambia tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Inapokuwa ibada kama hii, wewe uko nyumbani, ujue umefanya nini? Uasi. Unabatilisha mamlaka iliyo ndani yako. Kwa hiyo ukifikia mahali unasema kwa jina la Yesu, pepo toka, watatoka. Watatoka. Amekwisha kushinda, amekwisha kushawisha akakushinda, kwa hiyo wewe ni mtumwa wake. Na ndio maana utaona huko ambako wanahangaika kukemea mapepo, wanakemea mapepo tangu asubuhi mpaka nguvu zinaisha. Wanakunywa chai inaisha, wanasema niletee na uji, mpaka mapepo yanawaambia hatutoki mpaka mfunge siku 3. Mapepo hayawezi kukupa wewe maelekezo. Ujue mamlaka ya kwako ulikwisha ibatilisha, na wameibatilisha kwa uasi. Msienende kama mataifa waenendavyo. Hilo ni andiko. Ukiwa naishi kama mataifa, unavaa kama mataifa, unafanya kama mataifa, unafanya nini? Uasi. Mamlaka haiwezi kufanya kazi. Na ndio maana unaona leo kanisa linakuwa dhaifu. Linakuwa dhaifu. Mamlaka haiko. Na chanzo cha kupoteza mamlaka ni kwa sababu wanafuga nini? Uasi. Ndio maana uwe makini. Usikubali uasi kwa namna yoyote. Uasi unakuja tu kwa namna unashawishiwa. Nizamu yako mtendakazi kuwepo katika huduma mchana, usiku, ni wiki ya huduma ya zoni yako. Naambia hata usipoenda wewe leo, una shughuli zako nyingine hapa, unaona wako wengine wataendelea kule, si lazima uwepo. Unaweza usiende na ukatafuta udhuru. Uwe makini, kwa sababu shetani anataka ufanye nini? Uasi, ili aibatilishe mamlaka iliyo ndani yako. Epuka uasi kwa gharama zozote. Uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mtii hata mauti. Yesu Kristo alikuwa na mamlaka ya kipekee sana. Pepo mara moja wanatii. Sasa walivyokuja na furahi, akawaambiaje katika mstari wa 20? Msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, lakini mfurahi kwa sababu majina yenu yamefanya nini? Yameandikwa mbinguni. Maadamu yale majina yenu yanabaki mbinguni, basi hiyo mamlaka itaendelea kufanya kazi. Ndio maana yake. Kumbuka majina yanaandikwa, alafu yanafanya nini? Ukiwa wewe ni mwasi, unafuga uasi, uasi ndio sehemu ya maisha yako, jina lako linafanya nini? Linafutwa. Kuna kuandikwa majina na kuna kufanya nini? Na kuna kufutwa. Usifikiri tu yakiandikwa basi yanatulia hapo hapo milele. Yanafutwa. Kwa mtu anayefuga uasi wewe ndio sema maisha yako, jina lako linaondolewa, kwa sababu majina ya kule ni ya watoto wa kutii. Katika Kutoka 32 mstari ule wa 31 mpaka mstari ule wa 33. Kutoka 32, 31 mpaka 33 tunasoma. Musa akarejea kwa Bwana akisema, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Lakini sasa ikiwa tuwasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichokiandika. Musa alijua kuna kuandikwa na kuna kufutwa. Na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichokiandika.
Bwana akamwambia Musa, huyu ni Mungu mwenyewe, tuseme wote, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Unaona, Mungu mwenyewe anasema tukifanya dhambi, tukifuga dhambi na dhambi nini? Uasi, tunafutwa kwenye kitabu chake. Ona, kuna kufutwa. Na hata katika Ufunuo wa Yohana sura ile ya Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 5, Ufunuo 3:5, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Kama tunakaa katika utii, jina halifutwi. Amen. Kwa hiyo tusifurahi kwamba pepo wanatutii, lakini tufurahi kwamba tumekaa katika utii, tumeendelea kuwa watoto wa kutii. Madam ni watoto wa kutii, ile mamlaka itaendelea kutenda kazi. Amen. Kwa hiyo uasi wa namna yoyote, jihadhari nao. Amen. Hii ina maana kila neno la Mungu hakikisha unalifanya bila kuchagua. Zaburi 119 mstari ule wa 6, ndipo mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako yote. Yote lazima iwe yote. Wale walioingia Kanani, Yoshua mwana wa Nuni pamoja na Caleb mwana wa Yefune, maandiko nasema kilichowafanya kuingia Kanani ilikuwa ni kwa sababu walimfuata Bwana kwa kila neno. Ndio, walimfuata Bwana kwa kila neno. Kumbukumbu la Torati sura ya 1 tunasoma hivyo. Kumbukumbu la Torati sura ya 1 mstari ule wa 35 mpaka 36. Hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu wa kizazi hiki kibaya atakayeiona nchi hiyo nzuri niliyowapia baba zenu kuwapa, isipokuwa Caleb mwana wa Yefune. Huyo ataiona, nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga, kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Tunamfuata Bwana kwa kila neno analosema. Tusianze kusema lakini tukula tunda tu. Kwani kula tunda tu kuna shida gani? Tunda tu. Kwani ni kila tunda nimefanya uasherati? Ni kila tunda nimeua? Ni kila tunda nimeiba? Tunda tu. Kilemba tu. Ubatizo tu. Tumfuate Bwana kwa kila neno. Kila neno unalotamka lifanye, usifuge uasi. Ukiwa hivyo, shetani atakukimbia wakati wote. Mamlaka yako inafanya kazi. Ukisema kwa jina la Yesu, shetani umeshindwa, kweli ameshindwa, kwa sababu wewe ni mtii. Lakini huwezi kumwambia shetani umeshindwa wakati anakushinda kila siku. Anakushawishi tu hivi, anakuingiza. Anakushawishi tu hivi, anakuingiza. Wewe hapa angalia, hakuna mtu yote anayekuona. Tia heleni zako hapa bwana, tia wigi lako, vaa suruali mwanamke. Hakuna anayekuona hapa. Mungu anakuona. Na shetani anakuona. Ukishatia suruali lako, umefuga nini? Uasi. Mungu amesema usifanye hivi, wewe unafanya. Mamlaka yako unaipoteza, unaibatilisha kwa nguvu zako mwenyewe. Alafu ukianza kunigwa shingo, unakaba usiku, unaanza kupiga kelele. Yaani mimi silali, ulali, kuna tatizo. Umeibatilisha mamlaka wewe mwenyewe. Leo acha uasi. Usifuge tena uasi. Amen. Mungu anasema tumeokolewa ili tumtumikie yeye. Nizamu yako kwamba nizamu ya usafi ni utumishi huo. Unapokuwa hujahudhuria nizamu yako ya usafi, umefanya nini? Uasi. Fanya yale yote yanayopaswa kufanya. Ni maombi, omba, kwa sababu Biblia inasema nisije nikamtenda Bwana dhambi kwa kuacha kuombea ninyi, si ndio? Kutokuomba ni kufanya nini? Dhambi, ni kufanya uasi. Lazima uwe mwombaji. Lazima uishi maisha ya maombi. Mungu amesema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Unapokuwa hauhubiri,
unaishi maisha nini? Ya uasi. Unaibatilisha mamlaka yako kwa kutoka kuhubiri. Lazima uhubiri ili mamlaka yako iendelee kufanya nini? Kufanya kazi. Amen. Uasi wa namna yote katika neno tunaokataa. Na si tu hilo, lakini vile vile uasi kwa viongozi wetu lazima tuukatae. Mungu ameweka vile vile viongozi wa kutuongoza. Na maandiko nasema tunatakiwa sasa kunyenyekea na kuwatii hawa. Katika Waebrania sasa, Waebrania 12 mstari wa 17. Waebrania 12:17. Hapo Waebrania ni 13 hapo. Waebrania sura 13 mstari wa 17. Waebrania 13:17. Watiini wenye kuwaongoza. Sema hivyo. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea. Ndio maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Wenye kuwaongoza tumeagizwa kuwatii. Hii ni Mungu mwenyewe anasema kwenye neno lake, tuwatii na kuwanyenyekea. Unapokuwa watii unafanya nini? Uasi, na unaibatilisha mamlaka yako. Kiongozi yote amewekwa juu yetu, mtii. Kiongozi wa kanisa la nyumbani, mtii. Kiongozi wa section, mtii. Kiongozi wa zone, mtii. Mtii mchungaji wako, mtii askofu wako, mtii. Amen. Unapokuwa na mtii, mamlaka yako inafanya kazi. Kinyume chake unaibatilisha kwa mikono yako mwenyewe. La msingi tu katika utii ni kwamba kila kiongozi naye ana kiongozi juu yake. Kwa hiyo tunamtii kiongozi huyu kama yeye anavyomtii kiongozi wake wa juu. Paulo mtume katika Korintho wa kwanza 11:1 akasema, mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Ndio. Na vile vile katika Luka anasema, anayewasikiliza ninyi anasikiliza mimi. Angalia katika Luka kuna mnyororo wa uongozi. Kuna mnyororo ambao ndio mamlaka inafanya kazi. Luka 10 mstari wa 16. Luka 10:16. Awasikilizaye ninyi anasikiliza mimi, naye awakataye ninyi anikataa mimi, naye anikataye mimi amkataa yeye aliyenituma. Kuna mnyororo. Yaani maana yake unamtii kiongozi wa kanisa la nyumbani kama yeye anavyomtii kiongozi wa section, na kama kiongozi wa section anavyomtii kiongozi wa zone, na kama kiongozi wa zone anavyomtii mchungaji. Maana yake kiongozi wa kanisa la nyumbani akikwambia wewe kufanya lile ambalo mchungaji hajaelekeza, unatakiwa kulikataa. Amen. Kwa sababu unamtii yeye kama yeye anavyomtii mchungaji. Akikwambia kufanya kile ambacho ni kinyume na maongozi ya juu, lazima ukikatae. Unamtii mchungaji kama yeye naye anavyomtii askofu wake. Unamtii askofu kama naye anavyomtii askofu wake mkuu. Na unamtii askofu mkuu kama yeye vile vile anavyomtii Kristo. Amen. Na ni utii hivyo hata kwa wazazi. Ni utii hivyo hata kwa mamlaka ya serikali. Ni mamlaka. Serikali nayo ni mamlaka, wazazi ni mamlaka. Lakini usifikiri tu serikali inasema chochote anachotaka kufanya na kututoa katika mstari wa neno alafu tunatii. Hapana. Mzazi hawezi kutuambia kwamba tukafanya uasherati, tukalete pombe halafu tunatii. Hapana.
tunatii kwa kila kilicho chema. Amen. Katika Tito sura ile ya sura ile ya 3, Tito 3 mstari wa kwanza, Tito 3:1, uwakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii. Lakini mstari haujaishia hapo, na kuwa tayari kwa kila kazi njema, sio mbaya. Tunatii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Si mchungaji anakuambia tufanye uasherati, unasema tumeambiwa kutii. Hapo hatutii. Amen. Tunamkemea huyo mchungaji kabisa. Amen. Katika hili hapana, ili uitunze mamlaka yako. Unamtii mchungaji kama yeye anavyomtii Kristo. Anapokuongoza katika uasherati, anamtii Kristo hapo? Amekengeuka. Na hivyo ukimtii unakengeuka pamoja naye. Amen. Na vivyo hivyo mzazi, tunamtii mzazi na ni baraka, lakini kama yeye naye anavyomtii Kristo. Tunaitii serikali kama yenyewe nayo inavyotuongoza katika haki, katika mapenzi ya Mungu. Mfalme akiibuka na kusema tuabudu na kuisujudia sanamu ya Nebukadreza, tunakataa. Amen. Kumtii mfalme kwa hilo ni kupoteza mamlaka. Meshaki, Shadraka na Abednego walikataa, na walivyokataa wakatupwa kwenye moto, lakini Mungu akawa pamoja nao, kuonyesha kabisa walifanya mapenzi ya Mungu kukataa kumtii mfalme. Amen. Walimwambia Daniel asifanye maombi, yeye akaendelea kuomba kinyume na amri ya mfalme, akakamata kutupwa katika pango la simba, lakini Mungu akaleta malaika kufunga vinywa vya simba, kwa sababu Daniel alifanya mapenzi ya Mungu kukataa amri ya mfalme. Katika kazi njema ndio tunatii. Amen. Kwa lolote lililo jema lazima kutii ili mamlaka yetu ifanye kazi. Kataa uasi kwa namna zozote. Uasi ukiona ule pale unakuja, ukimbie uasi. Kataa uasi. Uasi hauna faida. Uasi unakuumiza wewe mwenyewe. Kuna baraka katika kutii. Katika Mwanzo 22:17-18 Mungu akamwambia Ibrahim, hakika yake nitakubariki kwa sababu umeitii sauti yangu. Tunapoitii sauti ya Mungu, tunapoitii sauti ya viongozi wake pale wanapotuongoza katika mema, tukiambiwa kwamba usiondoke kwenda nje ya Dar es Salaam bila baraka za kiongozi, tii katika hilo. Ni baraka kutii. Amen. Lakini ukiibuka na ndio maana wewe shetani anakutafuta kwa njia nyingi mbalimbali. Sasa unakwenda huko mbali katika safari, chochote kinaweza kutokea barabarani. Unapambana na kazi nyingi za ibilisi unapokuwa unakwenda katika biashara yako. Kwa hiyo si kweli. Sasa uende Mungu akiwa yuko na wewe, lakini ndani ya uasi utapoteza mamlaka yako, unapoteza utawala wako, shetani atakushinda. Ukiona tu uasi unakuja pale, ukimbie uasi. Na hiyo mamlaka yako itadumu, itaendelea kudumu. Ukisema kwa jina la Yesu, shetani toka, analazimika kutoka. Na hata akihangaika, yeye ni Mungu. Kutii lazima atii. Hata kucheki tu wewe mwenyewe kama je, unajiamini mamlaka iko kwako? Akiona unajiamini, basi analazimika, lazima ujiamini. Hata pale ambapo umetoa amri, unaona kama vile vitu bado viko, usibabaike, lazima shetani akutii. He has no choice. Hana namna, hana chaguo. Lazima akutii kwa sababu yuko chini yako. Maadamu wewe unamtii Mungu, unalitii neno lake, uasi uko mbali na wewe, lazima akutii. Tumepewa amri ya kumkanyaga. Lazima awe chini yetu. Na hakuna cha kukudhuru. Maadamu unakaa katika utii,
Ndio maana ushawishi wowote wa kukufanya, wa kukuahidia uhuru, ukatae uhuru huo. Una lengo la kuondoa mamlaka juu yako. Nani amepata kitu hapo? Bwana akitunze ulichokipokea. Pala ulipo simama juu. Weka mikono yako juu sasa tunapojiandaa kuzungumza na Bwana. Na baada ya wimbo huu, zungumza na Bwana. Asante kwa sababu ya kunirudishia utawala. Kwa sababu ya kunifanya mtawala pale nilipookoka. Ukanitoa katika hali ya kuasi, ukaniingiza katika hali ya kutii. Bwana nitunze nikae katika utii. Zaidi zaidi. Zaidi zaidi. Nijue maneno la 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 la. La 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 la. Umekuwa katika hali ya uasi kwa kugundua unahitaji kutubu na kumwambia Bwana nisamehe kwa maisha ya uasi, na kudhamiria kukaa katika utii kwa gharama yote kuanzia leo. Umekuwa katika hali ya kutii, basi mwambie Bwana, umenipa kutii, nipe kukaa katika kutii, ili shetani nisimpe nafasi na akanishinda, akapokonya, akanifanya nibatilishe mamlaka nilionayo. Nipe kudumu kuendelea mtawala, madam jina langu liko katika kitabu cha uzima. Paza sauti yako.